Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na Iran ikisema kwamba Iran itatumia njia zote zilizopo katika kupambana dhidi ya maadui zake ambao ni Marekani pamoja na Israel. Iran ina mbinu mbalimbali katika mapambano ya kijeshi, lakini pia na mapambano katika namna yoyote ile ambayo yatawezesha kuishinda Marekani pamoja na Israel. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran katika taarifa yake ya kusifu vikosi vyake vya kijeshi katika taifa hilo, imethibitisha tena kwamba itatetea thabiti na kwa ushujaa taifa la Iran dhidi ya vitisho na mashambulio haramu ya Marekani. Taarifa iliyomnukuu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia shirika la habari la IRIB amesema kwamba kwa sasa mpango mkubwa wa Iran ni kutumia mbinu zote za kijeshi, lakini pia na za kiusalama kuhakikisha taifa hilo linabaki kuwa salama, lakini pia linabaki kuwa la Waajemi na si kuwa mali wa Marekani na Israel. Wizara hiyo imeelezea kuendelea kuzuiwa kwa wanamaji, vitisho kinyume cha sheria na mashambulizi ya miundombinu ya kiraia kama vitendo vya wazi vya uchokozi na ukiukwaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Huku waziri wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi akisema kwamba taifa la Kiajemi litasimama imara kutumia mbinu zote za kijeshi, kutumia aina mbalimbali za silaha katika kujitetea, lakini pia katika kuhakikisha inashinda katika vita hivi dhidi ya Marekani pamoja na Israel pamoja na washirika wao ambao wameamua kwa dhati kuingilia kati katika mapambano dhidi ya Iran. Taarifa hiyo pia ililikosoa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kimya kwa kumshutumu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kushindwa kujibu madai ya uchokozi wa Marekani, ikisema kutochukua hatua kama huko ni kinyume na majukumu yao ya kisheria. Umoja wa Mataifa umekuwa na uoga dhidi ya Marekani. Lau jambo lingefanywa na Iran katika kufanya uchokozi kwa nchi nyingine, basi Umoja wa Mataifa ungeamsha macho yake kwa nguvu zote, na mataifa mengi duniani huenda pia yangechangia katika kuhakikisha Iran inaingia katika vikwazo kama ambavyo Iran iliingizwa katika vikwazo baada ya kuambiwa kwamba Iran inatengeneza silaha za kinyuklia. Lakini mashambulizi na mauaji ya raia katika taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na watoto katika shule ya Minabu, ni jambo ambalo Umoja wa Mataifa umekaa kimya wala haifuatilii chochote dhidi ya Rais Donald Trump, ikirejelea nafasi ya Marekani katika kuyumbisha mlango wa bahari wa Hormuz na kuzidisha mvutano wa kieneo. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo imesema madai kuhusu kupitishwa kwa meli hizo ni kisingizio cha hatua za kijeshi na mashinikizo dhidi ya Iran. Taarifa hiyo imesisitiza zaidi kuwa wakati kilani uchokozi wa Marekani, Iran bado ina dhamira ya dhati ya kudumisha uhusiano wa kirafiki na majirani zake na kutetea uhuru wake, heshima ya taifa na mamlaka yake ya kujitawala. Pia imesema serikali za kikanda zina wajibu wa kisheria, kidini na kimaadili kuizuia Marekani na Israel kutumia maeneo yao kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Araghchi ameonya nchi za maeneo hayo dhidi ya kuunga mkono wavamizi. Katika muktadha huo, waziri wa mambo ya kigeni Bwana Araghchi alipozungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan, alimwambia kwamba kamwe asiruhusu Marekani kutumia ardhi yao katika kupambana na wa Iran. Kwa maana ni kile alichomwambia waziri wa mambo ya nje wa Uingereza kwamba kama watatumia ardhi yao au ngome zao za kijeshi kuiruhusu Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, jambo zito litawakuta. Akizungumzia utaarifu kamili wa Iran katika kulinda mamlaka yake, uadilifu wa ardhi yake na usalama wa taifa, Araghchi alisisitiza kwamba kitendo chochote cha uchokozi au hatua ya uadui ya Marekani au Israel au ushiriki au uungwaji mkono wowote wa nchi za kieneo utakabiliwa na jibu thabiti na sawia kutoka kwa majeshi yenye nguvu ya jeshi la Iran, akiongeza kuwa jukumu la madhara yote yanayotokana na vitendo hivyo litabaki kwa wale waliohusika kuvianzisha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, nasi tutakufahamisha kwa mapana kupitia The World News.